Nasreddine Nabi amekuja Tanzania, cha kwanza amewahi kuwepo Tanzania. Kwa hiyo inawezekana tayari ana mahusiano mazuri, inawezekana ana familia Tanzania, nobody knows, kwa sababu sometimes maisha ni issue personal. Kwa hiyo sio vibaya, sio dhambi Nasreddine Nabi kuja Tanzania. Lakini kwa mujibu wa taarifa nilizonazo mimi, alikuja Tanzania lakini kwa lengo la kuwatazama baadhi ya wachezaji, akiwemo Kibu Denis, Jean Charles Ahoua, lakini pia kufanya mazungumzo na Faisal Salum Abdallah na kambi yake, lakini pia kufanya mazungumzo na Azam. Kuhusu Faisal sio issue ya kumtazama kwa sababu anamfahamu, na inawezekana huu ubora tunauzungumza sasa hivi wa Faisal Salum amechangia kwa kiwango kikubwa sana kumfanya Faisal Salum kuwa hapa alipo. Unajua hakuna mchezaji asiyeuzwa na hakuna mchezaji ambaye amezaliwa na club. Jean Charles Ahoua hajazaliwa Simba, sio Mtanzania, so at any time anaweza akaondoka. Kibu Denis hajazaliwa Simba, anaweza akaondoka muda wowote ule kwenda kuitumikia klabu nyingine. Kitendo cha Nasreddine Nabi kuonyesha dhamira ya kuwahitaji hawa watu, maana yake ameappreciate uwezo wao, kitu ambacho ni kizuri sana kwa maisha yao ya mpira wa miguu. Lakini kitu gani kitatokea kwa kikosi cha Simba? Simba bado inajengwa. Akiondoka Jean Charles Ahoua, watakuwa wameongeza muda wa kuendelea kuijenga timu yao, kwa sababu Jean Charles Ahoua ni regular starter akiwa fit kwenye kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba. So ikionekana kwamba Jean Charles Ahoua anatakiwa kuondoka ndani ya kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba, maana yake ni kwamba Simba wameamua kujiandaa kutafuta mtu mwingine ambaye atakuja kucheza nafasi ambayo alikuwa anacheza Jean Charles Ahoua. Lakini the same applies kwa Kibu Denis, kwa sababu naye pia ni regular starter kwenye kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba. Maana yake watakuwa wanajiandaa kuja kutafuta mchezaji atakayekuja kucheza nafasi ya Kibu Denis. Ikitokea wachezaji wote wawili wameondoka, ni pengo ndani ya kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba. Akiondoka mmoja, ni pengo ndani ya kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba. But kwa taarifa nilizonazo mimi, Mohamed Dewji anasema hafikiri kuuza mchezaji yeyote kwa sababu yuko kwenye project ambayo anahitaji kuona ina materialize ili iweze kumlipa kile ambacho amekuwa kikitamani kwa muda mrefu, kwa maana kushinda kikombe cha ligi ya mabingwa barani Afrika au kombe la shirikisho barani Afrika. Tumeona msimu huu Al-Manusura wawe mabingwa wa kombe la shirikisho, haikutokea tu kwa sababu waliweza kupoteza mbele ya Berkane. So I think ni time ya kuendelea kuboresha kikosi chao na si time ya kupunguza quality kwenye kikosi chao. So kwangu mimi naona kuna ugumu kwa wachezaji hawa wawili kuondoka ndani ya kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba, ingawa hakuna kinachoshindikana chini ya jua. Aish Manula, ukichukua wachezaji wa kizawa kwenye eneo la goalkeeping, he is the best. Yani hayupo goalkeeper wa Kitanzania ambaye unaweza kumlinganisha na Aish Manula. Na hata tunapoenda overall kwa magolikipa kutokea nje ya Tanzania, kwangu mimi ni golikipa mmoja au wawili na waweza kuwaweka juu ya Aish Manula: Djigui Diarra na Musa Pinpin Kamara. Hawa naweza waweka juu ya Aish Manula, na hata wao ni kwa baadhi ya moments. Kuna nyakati ambazo Aish Manula ni bora kuliko wao. Kwangu mimi inapokuja kwenye shot stopping, Aish Manula ni bora kuliko hawa wawili. Lakini inapokuja kwenye game involvement, kucheza kama sweeper, Aish Manula ndo ana struggle. So Aish Manula ni bonge moja la golikipa tulienayo kwenye ardhi ya nchi. So maneno ya Bernard Morrison ni mtu fulani hivi ambaye amechangamka, anazungumza sana. So hatupaswi kuyachukua maneno yake na kuyafanya kuwa ndo inakuwa sheria, inakuwa kanuni, inakuwa Qur'ani, inakuwa Biblia. Inabidi abakie kwa vile vile kama maoni ya Bernard Morrison. Aish Manula anahusishwa na Young Africans, Aish Manula anahusishwa na Azam. Anaweza akaenda Young Africans ili kuwapa maumivu wekundu wa Msimbazi Simba kwa maana ya mashabiki, kwa sababu always hata kama ni mchezaji anayekaa bench akitoka Simba akienda Yanga, itaonekana tu kuna kitu ambacho kimepungua, itaonekana kuna kitu kimekosekana, na kuna watu watahisi kwa nini ameenda Young Africans. So kwenye politics za mpira wa Tanzania, Aish Manula anaweza kaenda Young Africans kutaka kuwaumiza tu
mashabiki wa Simba, ili atakapofanya vizuri mashabiki wa Simba waweze kuzodoa uongozi wao. Itategemeana anaenda na mkutanani. Kama Djigui Diarra ataendelea kuwepo, anaenda kumsaidia Djigui Diarra. Ataenda kukaa benchi, atakuwa ni second goalkeeper, bonge moja wa goalkeeper. Na akipatikana kocha ambaye anaweza akawa ana matumizi mazuri ya goalkeeping, anaweza hata akawa na rotate kwenye baadhi ya michezo ili kuwa keep fit kwa muda mrefu, kwa sababu kuna injuries zinatokea pasipo watu kutarajia na inakuja kuwasaidia baadhi ya watu kwenye baadhi ya nyakati. Kwa akienda Young Africans akakutana na mwalimu ambaye ataweza kumtumia, well, ni usajili mzuri sana kwa Young Africans. Lakini overall akienda Azam hakuna kizuizi, anafika anacheza regardless ya msimu mzima ambao ameutumia akiwa benchi. Lakini kama atakuwa fiti kwa maana ya mwili, akiwa hana majeraha ya aina yoyote yale, direct anaenda kuwa goalkeeper, anaenda kuanza kwenye kikosi cha Azam, na ni bonge moja la mchezaji ambaye ataenda kuisaidia Azam Football Club. So kwangu mimi nikiambiwa ni mshauri Aishi Manula, kama Djigui Diarra ataendelea kuwepo kwenye kikosi cha Young Africans, sehemu sahihi kwake kwenda ni Azam Football Club. Hiyo kwasi kwenye ulimwengu tulionao wa corporate, sio mchezaji tena anayepaswa kuendelea kuwepo kwenye kikosi cha Young Africans. Ni mchezaji ambaye anapaswa kuondoka ili kutoa nafasi kwa wachezaji wengine ambao watakuja kuiboresha Young Africans kwenye eneo la ulinzi upande wa kulia, kwa sababu ya Okwasi ni mchezaji mzuri, amesha prove hivyo, lakini amekuwa si mchezaji anayepatikana mara nyingi. Kwa kukosekana kwake mara kwa mara ni moja kati ya vijisababu ambavyo vinaweza vikamfanya yeye akawa ni moja kati ya wachezaji ambao wanapaswa kuondoka ndani ya kikosi cha Young Africans. So kwangu mimi Okwasi ni mchezaji ambaye by any means anapaswa kuondoka kwenye kikosi cha Young Africans. Anaweza akawa ni mchezaji mzuri sana kutoka huko alipo, na mzungumzia anaweza kaendelea. Kuhusiana na Keita kuja kuchukua nafasi ya Okwasi, ni mchezaji mzuri. Akiwa na kikosi cha TP Mazembe amekuwa ni regular starter kwenye kikosi kile, lakini hata ukitazama kwenye mchezo ambao uliwakutanisha Young Africans alicheza vizuri. Ni mchezaji ambaye kuna kitu anaweza akaongeza kwenye kikosi cha Young Africans kama atakuwa fiti. Shida mpira wa miguu ni moja. Anaweza akawa ni mchezaji mzuri sana huko aliko, lakini mazingira akaja Tanzania yakawa tofauti na asiweze kutoa kile ambacho watu wengi wanataraji. Mfano mzuri unaweza ukaangalia kwenye kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba, Joshua Mutale. Bonge moja na mchezaji akiwa na Power Dynamos. Kila mtu alikuwa na muimba yeye. Na hata sajili ya Joshua ili take attention. Mimi ni moja kati ya watu ambao nimeifuatilia ile sajili kutokea Zambia. Yaani process zote the way ambavyo zilivyokuwa. Nilikuwa naona ugumu waliokutana nao Simba, vyote vile nimevifahamu kutokana na uwezo aliokuwa nao. Lakini alivyofika Tanzania, kile alichokitoa ni moja kati ya vitu ambavyo vimewa surprise wengi. Mpaka sasa nakuja kuanza kuzungumzwa, amesemwa vibaya muda mrefu sana. So Keita ni mchezaji mzuri, ni mchezaji ambaye anakuja moja kwa moja kuingia kwenye kikosi cha Young Africans kama atafanikiwa kumpata, na anaweza kufanya vizuri. Kiwango cha wanayanga kumkumbuka Atola ya Kwasi licha ubora aliokuwa nao, lakini ni lazima apewe muda na awe fiti kwa muda wote, ndipo Young Africans anaweza kafaidi kipaji chake. Shadrack Boka ni mchezaji ambaye anapaswa kuondoka ndani ya Yanga. Yaani si mchezaji ambaye anatakiwa kuendelea kuwepo kwenye kikosi cha Young Africans. Cha kwanza kabisa, sio mchezaji ambaye anapatikana kwa muda mrefu. Kwa maana napata shida kutumia neno injury prone, lakini ni mchezaji ambaye amekuwa akiumia mara kwa mara. Ni mchezaji ambaye amekuwa akikosekana kwenye timu mara kwa mara. Hakuna namna ambavyo timu inaweza kumtegemea mchezaji wa nayo, ukizingatia nafasi za wachezaji wa kigeni ziko limited. Kwa atapaswa kuondoka ili aje kusajiliwa mchezaji ambaye atakuwa anapatikana mara kwa mara na ambaye ataweza kuofa vitu vingi sana kwenye kikosi cha Young Africans. Sio mchezaji mbaya, lakini ni mchezaji ambaye ana mapungufu. Kwangu mimi, kwa namna nilivyomuona, kuna nyakati ambazo sio mzuri kwenye kushambulia. Hana accuracy kwenye kupasia anapokuwa kwenye eneo la mwisho.
Ukiangalia mchezo ambao ulimuexpose ni mchezo wa Young Africans dhidi ya I think ilikuwa timu ya Algeria ile ambao walikuwa nayo kwenye kundi moja, MCR. Ni timu ambayo ilimuexpose kwenye nyakati ambazo alikuwa anatakiwa apige crosses ambazo zinaweza zikawa hatari kwenye safu ya ulinzi ya timu ya USM Alger. Alikuwa anapiga cross almost mara 4 mara 5 zote zinavuka eneo la 18 ya timu ya MC Alger na nyingine zinaenda nje kabisa. Kwa hiyo hakuwa na accuracy. Kwa hiyo kwenye baadhi ya nyakati amekuwa ni mchezaji ambaye anaonekana ni wa kawaida sana, lakini kwenye kuzuia somehow good, hasa kwenye eneo la speed anawahi kurecover kutokea anapokuwa ameenda kushambulia na anapokuwa amerudi, lakini kulingana na udhaifu wa ligi yetu inawezekana hakupata mtu ambaye angeweza kutuonyesha side A yake hasa kwenye eneo la kulinda. Inawezekana ni kwa idadi ndogo ya mechi alizocheza na hata kwenye mashindano ya kimataifa kuna namna ambavyo alikuwa exposed kwenye baadhi ya michezo. Kwa hiyo kwangu mimi si mchezaji ambaye anapaswa kuendelea kuwepo kwenye kikosi cha Young Africans. Kama Singida Black Stars wataamua kuruhusu wachezaji wanaotajwa kuondoka kwenye kikosi chao kuondoka, watakuwa wamefanya kosa la kwanza la daraja la kwanza, yani the first class mistake. Kwa sababu huwezi kuwa unajiandaa kwenda kushiriki ligi inayozihusisha clubs kubwa barani Afrika. Mind you, unaenda kukutana na Wydad Casablanca, unaenda kukutana na Zamalek, unaenda kukutana na Kaizer Chiefs. Sio mashindano mepesi. Yani kuna watu unaenda kukutana nao. Sasa unapoamua kuondoa wale wachezaji ambao ni cream kwenye klabu yako, unaruhusu waondoke kwa kuexpect kwamba una scouting nzuri, utawascout wachezaji wengine watakuja well and good. Unaweza kuleta wachezaji ambao ni wazuri sana, lakini hawawezi kukupa ile experience ya kuzoeana na wachezaji wengine. Hichi kitu atakikosa. Una Thabada, una Emmanuel Keyeke, una Soa. Hawa sio watu ambao unapaswa kuwaruhusu waondoke kwenye klabu yako ukiwa kweli una dhamira dhati ya kucontest na watu wengine. Lakini kama lengo lako ni kwenda kushiriki, uonekane na wewe umewahi kushiriki, unafanya biashara, unavuta pesa, unaenda kutafuta wachezaji wengine, next time utashiriki tena. Wanapaswa kubaki, then waongezee wachezaji wengine wazuri ili tuwe na ligi nzuri. Unajua toa kweli, Tanzania tuna timu mbili. Tuna Simba na Yanga. Yani tuna timu hizi tundizo ambazo zinaweza zikapishana. Mara ya mwisho Simba Sports Club kufungua goli 3 mimi sikumbuki. Imetokea kwa quality walionayo Singida Black Stars, wamempiga Simba goli 3 confidently. Hakuna malalamishi mahali kokote pale. Simba amekula chuma 3, wametulia. Ule ndio ubora tunaohitaji kwenye ligi kuu Tanzania bara. Tunahitaji ushindani ule. Huwezi kutoa ubora ule ukiwa na wachezaji wa kawaida. Huwezi kuwa na mchezaji aina ya Thabada afu mruhusu waondoke kwa kutegemea utapata mchezaji mwingine. Trust me, Simba na Yanga hakuna mchezaji mwenye quality ya namba 10 kama Thabada baada ya Aziz Ki kuondoka, hayupo. So wakiendelea kumkipa Thabada, maana yake wako hatua moja mbele ya Simba na Yanga kwenye safu ya ushambuliaji. Wana Jonathan Soa, clinical finisher, wana Thabada, bonge moja la mchezaji ambaye ana uwezo mkubwa sana wa kutengeneza nafasi za kufunga. Bonge moja la timu. Gilumugisha ni bonge moja la mchezaji na umri wake bado ni mdogo sana. Anaweza akawa anafiti kwenye klabu zote 3, Simba, Yanga na Singida Black Stars. Lakini kulingana na the way ambavyo ninavyomtazama mimi Gilumugisha, atakuwa vizuri sana na atakuwa na moment nzuri sana ya kufanya vizuri akienda Singida Black Stars. Kwa sababu moja, Singida Black Stars haina pressure. Singida Black Stars matokeo yote yale yanakubalika. Simba na Yanga kufungwa hakukubaliki. Simba na Yanga sare haikubaliki. Gilumugisha bado ana umri mdogo. Ule umri wake ikitokea akashindwa kufanya vizuri kama ilivyokuwa kwa Joshua Mutale, anaweza akapotea. Itategemeana na ukomavu wake wa kiakili. Sina shida kabisa kuhusiana na uwezo wake. Shida yangu, ana moyo, ana akili ya kuhimili zile timu mbili za Simba na Yanga. Akienda Singida Black Stars,
kwa nature ya timu ambayo ilivyo, bonge moja la timu, mchezaji anaenda kuongezeka pale. Uzuri wa bahati, Singida hawana wingers wenye uwezo wa kumkeep busy sana. Akienda Simba anaweza akaanza kustruggle. Ni ngumu kumuondoa Elimpanzu kwenye ile nafasi. Anaweza kapata shavu jingine, lakini energy ya Kibudeni inaweza kumfanya yeye a struggle kulingana na kile ambacho mwalimu anaweza kuwa anakihitaji. Young Africans, uzuri wa bahati hawana mwalimu, kwa sababu taarifa zilizopo anaweza kaondoka mwalimu wa Young Africans, kwa anaweza kaja mwalimu mwingine, kwa itakuwa ni free entry kwa kila mchezaji kuweza kucompete, kutafuta namba kuingia kwenye kikosi cha kwanza cha Young Africans. Hii ni sehemu nyingine ambayo pia anaweza akaenda, ingawa bado hofu yangu itabakia pale pale kwenye pressure. Nikipata nafasi ya kumshauri, nitamwambia aende Singida Black Stars, kwa sababu ni sehemu ambayo atakuwa na amani zaidi kuliko Simba na Yanga. Ukizungumzia kwenye kufanya vizuri kwenye mashindano ya kimataifa, definitely mimi nitamshauri aende Simba, kwa sababu ndio amekuwa na consistency ya kufanya vizuri kwenye mashindano ya kimataifa. Kama atakuja na hoja ya kuonekana kimataifa, napata shida sana kuweka maneno hapo kwenye eneo ambalo amezungumza mtu, na hatuna uthibitisho kwamba Elimpanzu anavutiwa sana na project ya Singida. Kwangu mimi kwa sasa hivi Tanzania hii, timu yenye project ambayo inavutia zaidi ni Simba kwangu mimi, kulingana na kile ambacho amekuwa kikizungumza mwalimu muda mrefu. Lakini ukiangalia Simba walipoishia na aina wachezaji waliopo, kwangu mimi project inayovutia zaidi ni ya Simba. Malengo ya mwekezaji, malengo ya mwalimu na aina ya wachezaji waliopo, Simba ndio timu yenye project bora. Ukizungumzia Singida Black Stars, kulingana na aina ya watu wanaotajwa kuimiliki na matukio ambayo wamekuwa kiyafanya ya kuondoa wachezaji kwenye kikosi chao bila kujali anatoka nani, I don't think kama kuna mchezaji anaweza akawa na malengo ya kufanya vizuri akiwa na team then aichague Singida Black Stars. Ataichagua Simba, ataichagua Yanga, kwa sababu ndizo timu ambazo zinakugarantii kuwa na uhakika wa kupata matokeo mazuri mwisho wa msimu, na sio Singida Black Stars. Nadhani bado tuna muda mrefu sana wa kuendelea kuzungumzia tetesi za usajili. Zipo nyingi sana, na kadri ambavyo muda unavozidi kwenda ndivyo ambavyo tunazidi kuzisogelea. Zitakuja nyingi sana. Kuna tetesi za Simba kupunguza wachezaji. Anatajwa Okijefa, anatajwa Shemalon Fondo. Ni baadhi ya wachezaji wanaotajwa kwenye kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba, lakini anatajwa Fabrice Ngoma kuhitajika kuondoka ndani ya klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba kwa sababu kuna timu inamhitaji. Anatajwa Shemalon, anatajwa Shamu Karabue kwamba anaweza kaondoka ndani ya kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba kwa sababu anahitajika kwenye klabu ya Wydad Casablanca. Hizo zote ni tetesi ambazo kadri muda unavyozidi kwenda zinaweza zikaja. Kwa Young Africans, Clement Mzize anahusishwa sana na klabu ya Zamalek, and we hope anaweza kaondoka na kwenda kujiunga na klabu ya Zamalek. Nzengeli anatajwa pia anaweza kaondoka ndani ya Young Africans, ingawa taarifa zinasema amesha extend mkataba, lakini kwa sababu hatujapata taarifa rasmi, tunabakia kusema Nzengeli anaenda kumaliza mkataba wake ndani ya Young Africans. Simba wanahusishwa naye kwamba wanamhitaji. Pacome Zouzoua anaenda kumaliza mkataba wake, inasemekana amesha extend, lakini toka ilivyotokea issue ya Papishi Shimbi, mimi hakuna kiongozi wa mpira wa Tanzania ninayemwamini mpaka pale tutakapoona. So kuna taarifa nyingi za usajili zinazoendelea kwenye klabu hizi pendwa za Simba na Yanga. As time goes on, tutaendelea kuwapasha watazamaji.